Kwanza kabisa ningependa tuweze kumshukuru Bwana kwa njia ya maombi kwa sababu ya pumzi ya uhai na nguvu za mwili ambazo ametukirimia kuwa nazo, tunapojikabidhi mbele zake Mungu ili ya kwamba aendelee kutulinda, aendelee kutuepusha na yale mabaya. Siku hii ikaishe vyema kwa utukufu wa jina lake Yesu Kristo, na kwa imani yote yanawezekana. Kwa hiyo mahali ulipo unaweza kuunganika pamoja nami kwa imani tuweze kuomba, na kama lipo linalokusumbua unaweza kuliweka mbele za Bwana hapo ulipo. Mungu wetu si wa ubaguzi wala upendeleo, ni Mungu wa wote wenye mwili, na ukimwamini yeye utauona ushindi katika maisha yako. Zaburi 142 mstari wa 6 na mstari wa 7. Alafu tutakuwa tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Zaburi 142 mstari wa 6 mstari wa 7. Ukisikilize kilio changu, kwa maana nimedhilika sana. Uniponye kutoka kwao wanaonifuatia, kwa maana wao ni hodari kuliko mimi. Uitoe nafsi yangu kifungoni, nipate kulishukuru jina lako. Wenye haki watanizunguka, kwa kuwa wewe unanikirimia. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ushie milele, uliye mwanzo tena mwisho, kimbilio, tegemeo, msaada wa karibu, ngome imara. Asante Bwana Yesu kwa upendo wako na wingi wa rehema zako. Asante Bwana kwa ustahimilifu na uvumilivu wako kwetu. Umeinuliwa kuliko vionekanavyo na visivyoonekana. Ni wewe ndiwe unatawala mahali hapa jioni ya leo, na wewe ndiye tunakutazama Jehova, ni kwa ajili ya maisha yetu ya dunia hii. Mtakatifu ni wewe El Shaddai, umeinuliwa kuliko vionekanavyo na visivyoonekana. Nami Bwana ninakuadhimisha mahali hapa jioni ya leo. Ninakiri ya kwamba Yesu Kristo ndiwe Bwana, na kando na wewe hapana Bwana mwingine. Ndipo ninakuomba Bwana Yesu, tawala mahali hapa jioni ya leo Bwana, ukajitukuze maeneo haya. Jioni ikawe jioni njema mahali hapa Bwana, jitukuze na kujidhihirisha Jehova. Yaliyofichika sirini yote unayaona Bwana. Yesu Kristo, kazidi kuondoa kile kibaya na kudhibitisha kile kizuri, kwa maana mamlaka ni yako Bwana. Mahali hapa Jehova, uzidi kutenda mema. Wako wazee kwa mama na vijana na watoto, na kila mmoja anakutarajia kwa njia mbalimbali. Bwana Yesu, kwa wingi wa rehema zako ujitukuze, ujidhihirishe kwa kila msikilizaji Bwana, kwa maana mamlaka yote ni yako Jehova. Chochote ambacho hujapanga masana wakati huu tumekanusha na kurudisha kwa mwenyewe katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, mpango wako umeutimie mahali hapa, na sifa zote zitakurudia Bwana. Makosa yanayozuia msaada wako maishani mwetu, tunaomba msamaha Jehova, utusamehe na ututakase, na pia utubadilishe, kwa maana uwezo na nguvu zinawe Jehova. Tunapoenda kulisikiliza neno lako Bwana, unijalie kunena yapasayo na yastahilio ni kwa ajili ya siku ya leo. Atakayesikiliza neno lako Bwana Yesu, ninaomba likambadilishe, likamfanya kuwa mwana katika ufalme, na kila roho ya kupinga Injili ninaiapisha ikapate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, tamalaki, kusudi lako jema likatimie jioni ya leo, na sifa na utukufu sakurudia Bwana. Asante kwa maana unaenda kutenda mema, ukazidi kunyosha mkono wako Jehova. Wale wagonjwa Yesu kawaponye, wadhaifu Yesu kawatie nguvu. Bwana, waliopotea na shetani amewakamata mateka, jioni ya leo kamkemee shetani na kuachilia huru watu wako Bwana, kwa maana mamlaka na nguvu zinawe Jehova. Tawala Yesu na kutenda mema. Damu yako ya dhamana ikatiririka mahali hapa jioni ya leo, ikatakase na kunena mema kwa maisha ya kila mmoja wetu, na sifa zote zitakurudia Bwana. Asante kwa maana umesema hautatuacha, bali utakuwa nasi mpaka mwisho wa daima. Uinuliwe na utukuzwe na uabudiwe na uheshimiwe, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, kama vile uishivyo mapenzi yako pekee
yatimie sasa na hata milele, katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Kama una uwezo mpigie Bwana Yesu makofi mahali ulipo. Kama uko na uwezo mpigie Yesu makofi mahali ulipo. Hallelujah. God bless you. Barikiwe sana. Mungu amani ya kutunze, kulinde na kutendee mema. Sio wote walioamka asubuhi wako hai kama mimi na wewe masaa haya. Ni wengi waliamka lakini masaa haya wamelazwa, wengine wamekufa. Unapoona unatembea unaongea kama mimi, usione kama ni kawaida. Inagharimu mkono wake Bwana, inagharimu uwezo wa Mungu, inagharimu pia uvumilivu. Daudi anasema kama Mungu angelihesabu makosa, hakuna mtu angekuwa hai siku ya leo. Kama Mungu mwenyewe angehesabu makosa, hakuna mmoja hata ambaye angelikuwa hai. Lakini kwa sababu yeye ni Mungu wa rehema, Maandiko yanasema ametulehemu na ametusemea. Lengo kubwa ni ili sisi tumwogope. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, unapofanya mambo yako na kutembea, ndio kwamba ni huruma za Bwana zimekuweka hai. Sio kwamba ulistahili, huruma za Mungu zimekuweka hai. Kwa hiyo ni vizuri kumwogopa Mungu katika kuenenda kwako. Ni vizuri kumwogopa Mungu katika kuishi kwako. Ni vizuri kumwogopa Mungu katika kutenda kwako, ili usije ukahesabiwa miongoni mwa watu waliomdharau Mungu, bali ukahesabiwa miongoni mwa watu ambao wamemheshimu Mungu, ambao watastahili baraka na uzima wa milele. Bali usihesabike miongoni mwa wale waliomdharau, ambao watastahili ghadhabu na jehanamu ya moto. Usikubali mpendwa. Ndio maana ni vizuri kila ufanyalo, ni vizuri kujiuliza kama inampendeza Mungu. Usifuate watu, lakini ni vizuri kuchunguza kama lile unalifanya linampendeza Mungu. Maana Mungu ndiye kila kitu. Mungu ndiye ametupa uhai. Mungu ndiye ametuhifadhi mpaka masaa haya, na pia masaa yaliyo mbele zetu tunamtegemea Mungu. Na pia kwenye maisha yetu tunayo mahitaji ambayo hatuwezi kujisaidia sisi wenyewe, lakini tunamhitaji Mungu ili aweze kutusaidia. Kwa sababu hiyo basi ni vizuri kuweka Mungu mbele. Daudi akawa anasema ya kwamba yeye amemweka Mungu mbele na anajua kwamba hataondolewa. Sijui wewe Mungu umemweka wapi? Sio kwa maneno, lakini kwa matendo yako. Inawezekana tangu asubuhi hata hujafikiria Mungu. Inawezekana tu unafanya tu mambo hata ufikirie Mungu. Daudi akawa anasema amemweka Mungu mbele. Katika utangulizi, Zaburi 16, kitabu cha Zaburi 16, maneno ya Mungu yanasema hivi. Zaburi 16 mstari wake ni wa 8. Maandiko yanasema nimemweka Bwana mbele yangu daima, kwa kuwa yuko kuliani mwangu sitaondoshwa. Daudi akawa anasema yeye amemweka Bwana mbele yake daima, na akasema kwa sababu amemweka Mungu mbele yake, akasema ya kwamba anajua hataondolewa. Anajua hataondolewa. Kwa hivyo kumbe mtu asipomweka Mungu mbele yake, anafanya mambo bila kufikiria Mungu wake, anafanya mambo bila kuzingatia mapenzi ya Mungu, ndipo mtu huyo atakuwa anaondolewa kwenye maeneo ya ushindi, kwenye maeneo ya baraka na amani, atakuwa anaondolewa. Lakini ukimweka Mungu mbele yako kwamba sitafanya jambo ambalo halimpendezi Mungu, sitafanya jambo ambalo halimfurahishi Mungu, basi maandiko yanasema hautaondolewa. Maeneo ya ushindi hautaondolewa, maeneo ya baraka hautaondolewa, kwenye kilicho chako hautaondolewa. Kiwasikia wanasema ni ndoa yangu imechukuliwa, basi ni kwa sababu wengi wetu hatumweki Mungu mbele. Ni kwa sababu Mungu tunamweka mbali sana. Tunamtaka Mungu tu masaa ya shida, lakini masaa ya kupenda na kuenenda sisi hatujali tunaenendaje na tunatendaje. Tunatumia uhuru wetu kufanya tutakavyo. Ndio unakuta kwamba kuondolewa ni kwingi sana.
Watu wengi sasa hivi wameondolewa kwenye maeneo ya ushindi, wameondolewa mahali walikuwa wanafurahia, wameondolewa mahali walikuwa wanapata mema, ni kwa sababu ya kutokumweka Mungu mbele. Daudi akaendelea akasema mstari wa 9, kwa hiyo moyo wangu unafurahi, nayo nafsi yangu inashangilia, naam, mwili wangu nao utakaa kwa kutumaini. Akasema kwa sababu ya kumweka Mungu mbele, moyo wake yeye anasema unafurahia. Kwa hiyo unapoona tunakosa furaha, tunakosa amani, unasikia unasema niko na stress, ni kwa sababu hujamweka Mungu mbele. Maana ukimweka Mungu mbele, kwanza Mungu ndiye mfalme wa amani. Tumweka Mungu mbele. Daudi anasema, mtu anaitwa Paulo anasema katika Wafilipi 4:13, anasema I can do all things through him who strengthens me. Kwa hiyo ukimweka Mungu mbele, mahali pa kukwama hapako, kwa sababu pale pa kukwama anakutia nguvu. Pale ambapo wa kuanguka na kuwa na aibu anakutia nguvu, unasimama na unakuwa na utukufu. Na ndio maana anasema kwamba kwa maana nimemweka Mungu mbele yangu, anasema basi mimi moyo wangu unafurahia, nafsi yangu inashangilia, hata anasema mwili wake utakaa kwa kutumaini. Kumbe kuna magonjwa ambayo yanatupata kwa sababu hatukumweka Mungu mbele. Tumeenda kwa akili zetu, kwa mawazo yetu na kwa ujuzi wetu na kwa werevu wetu. Ndio nakuta kwamba wakati mwingine some sickness ni kama speed governor ya Mungu. Magonjwa mengine ni Mungu anaweka speed governor. Kwa sababu tumeenda na high speed kwa sana. Tumeenda na high speed. Wakati wana wa Israeli walionekana wamekataa Mungu na wanataka kumpiga Musa mawe jangwani, Mungu alimwambia Musa, nitampiga na tauni. Tauni ni magonjwa yasiyopona. Kwa hiyo magonjwa mengine yanapata mwanadamu kwa sababu hakumweka Mungu mbele. Ameamua kutumia akili zake. Ndio maana baada Suleimani anaunga maneno haya mkono katika Suleimani, ama katika kitabu cha Methali 3. Suleimani anapoandika maneno ya hekima katika Methali 3, sikiliza alivyosema. Magonjwa mengine mpende ni kwa sababu tumekosa kumweka Mungu mbele. Methali 3 mstari wake ni wa 7. Anasema usiwe na hekima machoni pako, mche Bwana ukajiepushe na uovu. Itakuwa afya mwilini pako na mafuta mifupani mwako. Ukimweka Mungu mbele kwa kumcha yeye, maandiko yanasema itakuwa ni afya mwilini pako. Kwa hiyo tumejiweka sisi wenyewe mbele na tunaenenda kwa njia zetu sisi wenyewe. Tunafanya mambo kwa akili zetu, kwa uamuzi wetu, bila kumhusisha Mungu, bila kujali kama yanafaa mbele za Mungu ama hayafai. Ndio nakuta kwamba tunaondolewa kwenye maeneo ya furaha, tunaondolewa shangwe katika maisha yetu, na tunakuwa upande ule ambao ni wa magonjwa hata mengine yasiyopona. Mweke Mungu mbele, mpendwa unayenisikiliza. Na wewe unayenisikiliza masaa, jiulize, mimi hivi nilivyo nimemweka Mungu mbele kweli? Haya mambo ninafanya kweli Mungu yuko mbele yangu? Hizi tabia nilizo nazo, is God ahead of me? Haya mambo ninayafanya Mungu yuko mbele yangu kweli? Nimemweka Mungu wangu? Ni vizuri kujiuliza. Hata kwenye hiyo kazi yako unauliza, hivi nafanya hii kazi nimemweka Mungu wapi? Kwa sababu furaha inapatikana wakati ambapo tunamweka Mungu mbele. Amani inapatikana tunapomweka Mungu mbele. Shangwe ya maisha inapatikana tunapomweka Mungu mbele. Kudhibitika kunapatikana tunapomweka Mungu mbele. Unaposema ya kwamba nikipanga mambo hayo huwa hayafaulu, ni kwa sababu wewe haujamweka Mungu mbele. Umeweka akili zako mbele na ukaweka ule uwezo wako mbele. Na mimi wanaambia watu, hata kama una pesa, maisha sio pesa. Life is so spiritual. Hata kama uko na pesa unahitaji Mungu. Hata kama una pesa unahitaji Mungu. Unaweza kuwa nazo na uteseke kuliko mtu ana. Because life is so spiritual. Ni vizuri mpenda tumweka Mungu mbele na tuwe na uamuzi. Maana kile kinalemea wanadamu wengi leo ni uamuzi. Wanadamu hawana uamuzi. Mwanadamu hataki kuamua kukaa pande ya Mungu. Mwanadamu anataka akae katikati. Mungu kidogo, shetani kidogo. Lakini mafanikio ya pekee.
Mungu kidogo, shetani kidogo, lakini mema yapatikana. Haiwezekani mpendwa, lazima uwe na uamuzi. Kama Daudi amesema amekuwa na uamuzi, akaamua wacha niweke Mungu mbele na atakaa mbele yangu daima, sio kwa masaa fulani. Wako watu ambao wanawekanga Mungu mbele wakiwa na shida. Saa ile mzee amempiga kwa nyumba, ndio sasa utakuta ameweka Mungu mbele. Lakini saa ile wanakula vizuri, hata kanisani hawezi kuja, ako busy. Saa ile wamekuambia watakufuta kazi mwezi ujao, sasa ndio unatafuta kuweka Mungu mbele. Unakuta umeingia kanisani kama kuku amenyeshewa, tena sauti inabadilika. Hata mzee mzima anaongea kama mtoto mdogo, sasa sauti yake haipo. Anamweka Mungu mbele tu masaa ya shida. Na yeye ndio mayenga ya kwamba tunaendelea tu kuondolewa kwenye maeneo ya ushindi, tunaendelea kuzuiliwa furaha, tunaendelea kuzuiliwa mema. Hata tukipanga hayawezi kufanikiwa kwa sababu God is not ahead of us. Tumemweka Mungu mbali na sisi, hatujamweka mbele. Daudi anasema nimemweka Mungu mbele. Jioni ya leo mpendo msikilizaji, amani nayoitafuta ni wewe utaamua kuweka Mungu mbele. Na kuna mambo ambayo wewe unafanya na unajua kabisa hayafai, hata bila kuambiwa unaelewa kabisa haya mambo hayafai, lakini wewe unaendelea tu na unataka ya kwamba Mungu akusaidie huko unaenda. Unataka uone ushindi katika maisha, unataka mipango yako ifanikiwe, na Mungu ndiye huwa anafanikisha mipango. Akasema katika Zaburi 17, I will fulfill the desires of your heart. Sasa Mungu atatimizaje haja za moyo wako wakati wewe kuna mambo unafanya na unajua kabisa ni makosa na unaendelea kufanya? Unajua kabisa ni makosa, lakini wewe unaendelea kufanya. Hiyo ni ishara ya kwamba haukumweka Mungu mbele, haujamweka Mungu mbele. Umemweka Mungu nyuma yako, umemweka Mungu kando na wewe, na unataka mema yaonekane. Haiwezekani. Unataka ushindi uonekane, ni vigumu. Mtu wa Mungu naye nisikiliza, umemweka Mungu wapi? Wakati mwingine tuache kulalamika na kusema ni mchawi amenifunga. Wewe Mungu ambaye anasaidia umemweka wapi? Mungu ambaye anatetea unamweka wapi? Bwana vile umepiga story kuanzia asubuhi hata saa hii unaendelea kupiga story, tena usiku utaendelea kupiga story, lakini kuomba huwezi omba na unataka mema. Lakini kupiga story na watu hata saa 8 ya usiku unapigiwa simu unaongea vizuri sana, lakini kuomba, kuongea na Mungu wako mwenye msaada wewe huwezi. Tena wengine wanasema mimi sijui kuomba, lakini kuongea na watu wanajua. Umemweka Mungu wapi? Wakati wewe unakaa tu, unakula, unalala, unaamka, unaenda, you don't even pray, you don't talk to God. Umemweka Mungu mbali na wewe na huwezi kufanikiwa, hauwezi kufaulu. Hata ukijituma bado kuna mkizuizi. Daudi anasema furaha inapatikana wakati tunamweka Mungu mbele, amani inapatikana tunapomweka Mungu mbele, na miili yetu inakaa katika afya tukimweka Mungu mbele. Inakaa katika afya tukimweka Mungu mbele. Lakini kama tumemweka Mungu kando na sisi, tunaenda kwa njia zetu, kwa akili zetu, tunaenda kwa kuwafuata walio mbele yetu. Yaani kile unaona watu wanafanya ndio wewe unafanya, haujiulizi kama vinafaa mbele za Mungu ama haifai. Wewe unakufuata wengine. Sasa hiyo ni ishara umemweka Mungu kando na wewe, umemweka Mungu mbali na wewe. Ni wale watu Mungu alikuwa anaambia Yeremia, wamemwonyesha visoro, wamekataa kumwelekezea nyuso zao, lakini akaambia Yeremia siku ya taabu watakuwa wananiita, na akamwambia sitasikia. Hata ukiona wengine wanaombewa na mambo ya kui, ni kwa sababu hawakumweka Mungu mbele. Wakati mwingine watu wanaposema ndoa yangu iko na shida, swali kubwa ndio mkaunganike, mliombewa na nani? Wewe unasema anakutesa, pasa mume wangu ananitesa, ndio ukawalea kwake, mliombewa na nani? Mlienda na misadani mkaombewa, ndio mkashikana.
Tatizo kubwa ni kwa sababu hatukumweka Mungu mbele. Hata watu wengi wanaolia ndoa, Mungu hata hajui ndoa zao, hata hazijui. Ndio maana shetani anawatesa wanadamu, anawafunga wanadamu, anawaweka maeneo ya huzuni, maeneo ya vilio, kwa sababu wao wenyewe binadamu tumekataa kuweka Mungu mbele. Tuko na hekima machoni petu wenyewe, tunafanya mambo vile tunajisikia sisi, tunaenenda vile tunajisikia sisi, hatuhusishi Mungu. Lakini masaa ya taabu tunamtaka Mungu atusaidie. Kitabu cha Naumi 1:7, Mungu akamwambia Naumi maneno haya. Katika kitabu kile cha Naumi 1:7, neno la Mungu linasema hivi: mtu wa Mungu, umemweka Mungu wako kabla ulalamike. Umemweka Mungu pande gani kwenye maisha yako? Wewe umemweka Mungu wako. Unaitaka furaha, lakini Mungu umemweka pande gani? Unataka amani, Mungu wewe umemweka wapi? Unataka mafanikio, Mungu umemweka pande gani? Unataka afya nzuri, anayepeana ni Mungu, umemweka pande gani? Naumi 1:7 anasema Bwana ni mwema, ni ngome siku ya taabu, naye huwajua hao wamkimbilia. Mungu ni ngome, tena ni mwema. Wakati wa taabu Mungu ni maficho, lakini maandiko yanasema anajua wale wanamkimbilia, anawajua. Kumaanisha uwezi kukaa mbali na Mungu na utokee tu na kusaidia. Uwezi kukaa kwa njia zako mwenyewe ufanye mambo unayojisikia, uenende katika maovu, alafu yakikuta magumu wataka Mungu akusaidie. Ni ngumu. Yeye ni mwema na ni ngome, lakini anajua wale wanamkimbilia. Na ndio Daudi anatuonyesha njia ya kukaa upande ule mwema. Anasema ni kumweka Mungu mbele. Ukimweka Mungu mbele, anasema hapo ndipo kutakuwa na furaha, na hapo ndipo hata utakuwa na tumaini. Hapo ndipo hata afya utakuwa nayo. Hapo ukimweka Mungu mbele, hapo ndipo mipango yako itafaulu. Hapo ndipo taabu zikuinukia, utakuwa na mahali pa maficho, kwa sababu umemweka Mungu mbele. Lakini wewe unapofanya mambo kwa sababu ya marafiki, unabebwa na marafiki. Kuna wengine hata walikuwa wanaenda church, siku hizi waliacha kwa sababu ya marafiki, waliacha. Kwa hiyo ameweka marafiki mbele, hajamweka Mungu mbele. Ameweka marafiki mbele mpaka wamemtoa kwa Mungu. Mtu kama huyo hawezi kuona mema. Ndio utawasikia wakilialia kwamba nikipanga mambo ya faulu, nikipata kazi kwanza tu mwezi mmoja inaisha. Wewe Mungu umemweka wapi? Mungu ambaye anasema he will give people strong foundation, msingi imara. Itakuwaje unapata kazi mwezi mmoja umefutu? Wewe umeweka Mungu wapi? Kabla useme shetani ananitesa, umemweka Mungu wapi? Maana kama shetani anakutesa, ni ishara kwamba God is absent in your life. Because God can be present and the devil akutesa. Haiwezekani. Kama itatokea shetani anakunyanyasa, anakutesa, ni maisha Mungu hayupo maishani mwako. Na kile kimemtoa Mungu maishani mwako ni kwa sababu wewe umeanza kuenda kwa njia zako mwenyewe. Umeanza kufanya mambo bila kumhusisha Mungu. Umeanza kupenda matendo ambayo hayamuhusishi ama hayamkaribishi Mungu ndani ya maisha yako, yanamtukuza Mungu. Ndio sasa unakuta kwamba Mungu anaondoka, na akiondoka shetani na yeye anaingia kwa maisha. Wapendwa wasikilizaji, masaa ndiyo sasa ya kujichunguza. Masaa ndiyo sasa ya kujichunguza na kujiuliza, Mungu mimi nimemweka wapi? Where is God in my life? Mungu yuko wapi katika maisha yangu? Maana inakuwaje nikose furaha? Mbona nipande pesa isinisaidie? Ni kumaanisha Mungu wewe umemweka mbali. Ndio maana ukipata shetani naye anakuibia, haiwezi kusaidia. Lakini ukimweka Mungu mbele, anasema hata yeye mwenyewe atatimiza mipango ama the desires, makusudi ya moyo wako atayatimiza.
Watu wa Mungu, umemweka Mungu wapi? Unayenisikiliza, hauteseki bure. Samueli aliambia wana wa Israeli, sanduku la agano lilikuwa limechukuliwa na Wafilisti. Samueli akaambia wana wa Israeli, kama ni Mungu mnamtaka, basi itabidi ile miungu mmebeba mwende kazi. Kumbe ilionekana shida waliyopata Waisraeli, Wafilisti wakawashinda vita, wakachukua sanduku la agano wakakaa nalo. Ni kwa sababu Waisraeli walikuwa wameweka Mungu mbali na wao, wakawa wamechukua miungu. Wakati unachukua idols, vitu vya uchawi na vya uganga, umemweka Mungu mbali na wewe. Sasa sio muda mrefu ule ushindi aliyekuumbia Mungu utachukuliwa na shetani. Ndio maana wana wa Israeli walikuwa wamepewa ushindi kutoka Misri, lakini wakifika Kanaani, Wafilisti wakachukua sanduku la agano na wakakaa nalo miaka 20. Waisraeli wakiwa wanahangaika. Ukisema nimezeeka sana, there is something in your life, where have you blessed God? Because you can't be with God and serve for a long time. If you are with God, you only serve for a little time. We serve for a long time because we don't have God. God is not included in our life. Sisi tumemwacha Mungu mbali, tunaenda kwa uamuzi wetu, kwa njia zetu. Ndio unakuta kwamba mateso yanakuwa mengi, shida zinakuwa nyingi. Lakini mbele za Mungu aliyetuumba tulikaa na yeye. Petro anasema tutateseka kwa muda kidogo. Hata Yesu aliambia wanafunzi wake, kitambo kidogo mtalia, alafu kitambo kidogo nitarudi, furaha yenu haitaondolewa tena. Lakini kama tunalia sana, ni kumaanisha Mungu tumemweka mbali. We have placed God away from us. Mtu wa Mungu, Mungu umemweka wapi? Angalia njia zako, angalia matendo yako, angalia mienendo yako, angalia wale watu unakaa na wao. Mungu yuko wapi? Utafanikiwaje wakati umemweka Mungu mbali na wewe? Utafauluje wakati umemweka Mungu mbali na wewe? Unaamka mapema, unaenda unafanya kazi kwa bidii, unajituma kweli kweli, lakini Mungu umemweka mbali na wewe. Sasa utafanikiwaje? Dunia imejaa shetani, adui wa wanadamu. Alianza shamba la Edeni, akamwona Adamu ameshapewa mamlaka ya kutaja hata wanyama. Shetani akaanza na hapo, wivu wake ukapamba, na amewagawia hata wanadamu pia wivu. Na wewe unakataa kumweka Mungu mbele, unafanya mambo vile unataka, unaendelea vile unataka, unaishi kivyako. Hata kuna mengine unasikia tu roho yako inakuhukumu, lakini unaamua tu kuendelea kufanya. Na una matumaini ya kuona mema, una matarajio ya kuona mema. Hapo ndipo utakuwa unalia ukisema nikitarajia mema na badala tu mabaya. Hiyo ni matunda ya kwamba Mungu hayuko mbele yako. Ndio maana ukitarajia mema unakuta tu ni mabaya yanatokea. Maana wewe Mungu hayuko mbele yako. Unahitaji kuchunguza na kuondoa kile kimechukua nafasi ya Mungu maishani mwako, ili Mungu akae mbele yako. Ndio atakuongoza, atakuelekeza, atakufisha, atakufanikisha, atafungua njia za ushindi maishani mwako wakati umemweka mbele yako. Wewe upendo Mungu umemweka wapi? Kwenye kazi zako. Unakutana wakati ambapo mtu mshahara umekwama miezi mitatu, ndiye anajua umuhimu wa pesa. Utamsikia anakuja pole pole, pesa unikumbuke sana, mshahara miezi mitatu haujalipwa. Mimi swali la kwanza, wakati ulikuwa unalipa uliambia nani? Siku ulikuwa unalipa wewe uliambia nani? Matunda haya ni ya kutokumweka Mungu mbele. Watu wakiomba mshahara hawajali Mungu kama yupo ama yuko. Lakini mshahara ukikwama ndio wanataka Mungu sasa asimame na wao. Ndio unasikia pasa unikumbuke sana, hiyo pesa ikitoka mimi nitaleta fungu la 10. Na ile nyingine ilikuwa inatoka ulitoa pesa, ulitoa wapi? Pasa uniombee sana, hiyo pesa imekwama, ikitoka nitakuja kufanya kazi ya Mungu. Kabla ikwame ulifanya kazi ya Mungu wapi?
Mungu wetu sio Mungu wa kuangukia tu. Lazima umweke mbele yako, aone rekodi yako. Ndio yakikupata, Naomi amesema Mungu ni mwema, tena ni ngome wakati wa taabu, lakini anawachuanga wale wanamkimbilia. Anawachua. Kwa hiyo mtu ambaye amekuwa akikaa kivyake akikimbilia Mungu, Mungu hawezi kumficha. Mtu ambaye amekuwa akienda kwa njia zake, akipata pesa ni kupiga raha, sasa zimepotea, ndiye anataka Mungu amsaidie, ni ngumu kabisa, lazima atalipia. Akiwa na kazi ya kopisi, siku ya Jumapili kama kesho, unasema ni siku ya kupumzika, unalala fofofo. Wengine wakiabudu Mungu wewe unalala. Sasa siku ile utakuwa unalia na Mungu pia atalala. The way you carry God, the way he carries you. Ama wengine wakiwa wameenda kanisa, wewe unapiga raundi zako na wabeshte, unapiga raundi. Na hivyo tu siku yatakupata magumu, ukililia Mungu na Mungu pia anapiga raundi. Anawaendea wale wengine, wewe anakuignore. Eli akaambia watoto wake, ukimdharau Mungu naye pia atakudharau. Lakini ukimheshimu naye pia atakuheshimu. Yesu akaambia wanafunzi, mtu akinitumikia na anifuate, na mahali nilipo mimi atakuwa hapa, na Baba atamheshimu mtu. Wakati unatumikia Mungu na kumfuata Mungu, kufanya mambo ambayo yanampendeza Mungu, Mungu anakupa heshima, ama unapata heshima mbele za Mungu. Kwa hiyo adui akiinuka, Mungu ako tayari akusaidia, ako tayari akutetee, ako tayari akufiche, kwa sababu wewe umeweka Mungu mbele. Lakini wakati ukiweka Mungu mbele, furaha huwezi kuiona. Hata ukiitafuta utakuwa unaipata kidogo, shetani amekupita nayo, utakuwa unang'ang'ania kabisa. Ukishaipata furaha, shetani naye anakuja anachukua. Yohana 12:26, Yesu mwenyewe anasema hivi, Yohana 12:26, mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Ukimtumikia Mungu atakuheshimu. Kwa hiyo wakati wa shida hata kuachilia, adui akiinuka hata imaliza ndoa yako. Ati mpango wa kando alipita ndoa yangu, ni kwa sababu wewe umeweka Mungu mbele. Ukimweka Mungu mbele, haki yako huwezi kuchukuliwa ukiwa na Mungu, haiwezi. Siku moja Abrahamu walikuwa na Sara wamekosa chakula, kumeingia ukame, wakaenda kutafuta chakula. Kwa bahati mbaya, mahali walienda kutafuta chakula, ikaonekana kule wale wako pale ni watu wa tamaa. Abrahamu akamwambia Sara, tukifika huko ukisema wewe ni mke wangu, wataniua, maana wale watu ni watu wa tamaa. Sasa wewe tukifika, wewe useme wewe ni sister yangu, angalau niifariki. Wakafika huko, Sara akasema yeye ni sister ya Abrahamu. Mfalme akaitumana, maana maneno yasema Sara alikuwa mrembo, na sio mrembo wa kuchipaka na kujidunga masindano ndio ukae mweupe. Mrembo wa kuzaliwa. Ndio maana alikuwa na miaka 90+ na bado ni mrembo. Sara sio mrembo wa makeup, wa kuzaliwa. Na walipofika, mfalme akatumana, nileteni yule mwanamke ameingia huko. Wakampeleka. Lakini usiku Mungu akampisha mfalme. Mfalme akaamka, akasema niitieni Abrahamu. Kumbe mke huyu ni wa Abrahamu. Wewe unasema ati mume wangu alichukuliwa na mpango wa kanda, amenisahau mimi, wanakaanga huko. Jichunguze. Mungu umemweka wapi? Chako hakiwezi kuchukuliwa Mungu akiwa mbele yako. Kinachukuliwa Mungu maana umemweka mbali na wewe. Maana Abrahamu alikuwa faithful to God, obedient to God. Mungu hakuacha hata mfalme aguze Sara. Usiku hakuacha. Alimtaabisha mfalme, akamka asubuhi akarudisha mke wenyewe. Tena
akawisha na mali. Akasema Abrahamu afungiwe mali kwa farasi aende nazo, kwa sababu ya kumweka Mungu mbele. Vilio vingi tuko nayo ni kwa sababu sisi hatuweki Mungu mbele, tuko na akili zaidi kuliko Mungu. Ndio maana unaambia Mungu hapo kwenye mapua kulifaa kuwa na kashimo na kachuma. Akili ziko mingi kwa Mungu. Unaona mwanaume anaambia Mungu hii meno ilifaa kuwa ya chuma, si umenipea, ananunua ya chuma anabandika. Akili nyingi kuliko Mungu. Ndivyo tulivyo. Suleimani anasema Mungu ameumba mwanadamu mkamilifu, lakini amevumbua vitu vingi sana. Amefanya mavumbuzi. Yaani ameongeza akili kweli kweli. Mpaka ameweka Mungu nyuma yake. Sasa mwanadamu anakimbia, anaambia Mungu wewe utanifuata. Follow. Mpaka leo wameinvent sanamu tunaongea kutumia stima. Tulombo. Mwanadamu amekimbia mbele ya Mungu. Ameambia Mungu usikae mbele, ngoja mimi nikae mbele, wewe Mungu nifuate. Hata wanaokuja kanisani kuona mchungaji hawataki Mungu akae mbele yao, wamekuja wajiweke mbele. Pastor ni kama ninarogwa, ni kama anko yangu si mtu mzuri, ni kama jirani yangu. Yaani huyu Mungu ameshajiweka mbele, hataki Mungu akae mbele yake. Tena amekuja pastor nimeleta hii, uniombee sana fulani asinifunge. Ameshaweka maisha yake mbele, ameweka Mungu nyuma. Hataki Mungu amshauri, hataki Mungu amuongoze, yeye ameshajiongoza. Na ndio unakuta hata tuombewe hakuna kitu kinafanyika because hatujamweka Mungu mbele. Mtu wa Mungu, Mungu ameweka wapi? Unanisikiliza? Haiwezekani shetani akutesa bure. Chunguza Mungu ameweka wapi. Ati mimi pesa nikipata pesa nimekaza tu na mikosi. Hata pesa zenyewe wasinisaidii. Chunguza Mungu umemweka wapi. Angalia njia zako vile unaenda. Angalia wale watu unakaa na wao. Angalia yale mambo mnapanga. Wewe Mungu yuko wapi? Where is God? Hatuwezi kutoswa kule na shetani. Ni wakati tumemweka Mungu mbali na sisi, ndio shetani anapata nafasi ya kututosa. Lakini tukiweka Mungu mbele, ndio maana shani na Meshaki na Abednego ndani ya moto hawakuchomeka, because wameweka Mungu mbele. Na walisema afadhali tukufe kuliko tukosee Mungu. Lakini leo unakosea Mungu, unasema Mungu ata understand. God will understand. Mungu ataelewa. Lakini hawa watu walisema hata kama ni kukufa hatuwezi kukosea Mungu. Mikaka. Leka zinaya. Wakaweka Mungu mbele mpaka wakadharau maisha yao. Yesu anasema ukiponya nafsi yako utaiangamiza, lakini ukiangamiza utaiponya mpaka uzima wa milele. Ni mambo mangapi wewe unafanyanga tu ukijua ni kosa na unasingizia ni shida? Ni vile sasa sina otherwise. Inabidi tu. Hata Mungu ataelewa nimengangana. Mungu ataelewa umengangana. Ndio maana hatuwezi kuona ushindi, kwa sababu sisi hatuweki Mungu mbele. Tunaweka Mungu kando, tutembee kidogo, tufanye mambo yetu. Shetani akitukimbiza ndio tunakimbia mbio, kwa Mungu atusaidie. Iwezekani mpendo, hata Maandiko yanasema it is so dangerous to fall in the hands of God. Ni hatari sana kwa mikononi mwa Mungu. Yaani unakaa kivyako, unafanya mambo yako, unapiga raha zako, unaenda mbio, wataka neno linakutafuta, unakataa, injili inakutafuta mpaka sokoni, kwenye ngari, kila mahala, lakini uitiki. Unaendelea, alafu ya kukuta magumu, unakimbia uombewe. Yaani hata ukiombewa, Mungu anachukua kitabu, anaambia malaika lete ile kitabu ya Matendo. Tuone ndani. Ndio maana mtu anaitwa Samueli alimulilia Sauli akalia machozi, lakini Mungu akamwambia waache kulia. Unamulilia mtu ambaye ninamkataa. Unamulilia mtu nimemkataa. Wakati mmoja Akani akakuwa na siri yake ameivisha ya miungu. Watu wanakufa na aseme. Wakatafuta mpaka wakampata Akani. Mtu anaitwa Yoshua alikuwa anataka sana Akani asiuawe, lakini Mungu alikataa.
alikataa. Na Yoshua alikuwa anataka Akani asikufe, but God rejected. Akani akapigwa mawe, akachomwa na marafiki zake wakakufa, kwa sababu hawakumweka Mungu mbele, wameweka akili zao mbele. Wakachukua kitu ambacho kimesemekana ni cha shetani, ni kitu ambacho ni cha miungu, wakakificha. Na wakasikia kimeanza kutesa watu, bado wanakificha, hawataki kusema ukweli. Masaa walipatikana, hata Mungu hakukubali wahurumiwe. Watu wa Mungu, wameweka Mungu wapi? Ukitaka kushinda lazima weka Mungu mbele. Marafiki wako weka nyuma, maisha yako yaweke nyuma, mahitaji yako usiyaweke mbele. Wengine wameweka mahitaji mbele mpaka wanamkosea Mungu kwa sababu ya mahitaji yao, na wanasema najua siku moja tu Mungu atanisaidia, nitabadilika tu. Mungu hawezi kukusaidia ukitenda dhambi. Ndio maana Maria alisema, Yakobo 4:7, draw near to God and he will draw near to you. Huwezi kuwa unafanya kitu hakipendezi Mungu na unasema siku moja tu atanikumbuka nitawacha. You are lying to yourself. Unajidanganya mpendwa. Mungu akamwambia mfalme Asa katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili 15, akamwambia mfalme Asa na watu wa Yuda na Benyamini, akawaambia niko pamoja na nyinyi mkiwa pamoja na mimi, na hapo mkinitafuta nitaonekana kwenu, lakini mkiniacha, akamwambia na mimi nitawaacha. Ni hili leo unaweza kuwa unafanya na unajua kabisa ni kosa, lakini unasingizia shida yako, unasingizia mzee, unasingizia mke wangu, na unasema najua tu siku moja Mungu tu atanisaidia, nitakuja kuacha hii mambo. Itakuwa vigumu mpendwa. Wanaosaidika ni wale wanaweka Mungu mbele hata mahali kuna shida. Ni wale wanaweka Mungu mbele hata kama wamefika mwisho. Mtu anaitwa Danieli, siku 31 ameomba, lakini wapi? Maombi haijafika mahali, hakuna majibu. Mwisho wa siku 31 wanamweka kwa tundu la simba, lakini bado anaamini Mungu anaweza. Na ndio maana Mungu alisababisha simba hawakumkula. Hakukuwa kama mimi na wewe watu excuse. Sisi kupenda kwangu pastor, ni mume wangu anafanyanga. Ni vile sasa sina njia nyingine. Watu kama hao watalia tu mpaka jehanamu. Hawezi kuona Mungu. Mungu yeye hachukuangi excuse. Hachukuangi excuse. He's a holy God. Na Maria said without holiness we cannot see God. Na shida yako ni kidogo sana ukilinganisha na watu wa Biblia hii. Watu wa Biblia Bible Times waliteseka sana kuliko sisi, lakini bado walisimama pande ya Mungu. Hawaku excuse walitenda dhambi. Unatoa mimba kwa sababu ati nimefukuzwa, mwenye alinipa mimba ametoroka, ndio maana nikatoa mimba. Wewe si wa kwanza. Hata Agari alikataliwa na Ishmaeli na kuenda kufanya maovu. Alisikika akiwa wilderness akililia Mungu na Ishmaeli, na Mungu akamkumbuka hata kama amezaa mtoto kwa njia isiyo sawa. Na wewe unaenda unatupa mtoto kwa sababu mzee amekataa mtoto. Unaenda unaflash mimba maana kijana aliyekupa mimba ametoroka. Unasema sikupenda kwangu, sasa ningefanyaje? Watu kama hao hawajaweka Mungu mbele, hawezi kufanikiwa. Na mimi nataka nikwambie kitu unanisikiliza. Najua utapenda, lakini hebu tu nikwambie. Kama unanisikiliza akina mama, na ulishatoa mimba ya kwanza, unahitaji kutafuta Mungu sana. Yani the first pregnancy Mungu ampota, tafuta Mungu sana. Mulilie Mungu sana kwa sababu ni ngumu, sitakuficha, ni ngumu kusaidia kuona baraka, ni ngumu. Ni ngumu sana kubarikiwa ukiwa umetoa mimba ya kwanza. Utakuwa unang'ang'ana, unafika hapo unakuta umepita na sio. Unapata mume unakuta mnakaa tena unakuta ni hivyo, mambo imeisha. Kutoa mimba ya kwanza ni hatari sana. Mzaliwa wa kwanza ndio baraka zako, ndio feva yako mbele za Mungu. Mzaliwa wa kwanza ndio presence ya Mungu ndani ya maisha yako. Lakini wengi kwa sababu ya kutokujua walisaliwa. Matendo ya Mitume 17:30 Maria alisema siku za ujinga Mungu alijifanya aone.
lakini sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu. If you know you are caught in the first pregnancy, you need to repent. Repent genuinely. Mtafute Mungu, sio kama watu wengine. Mtafute Mungu kwa bidii. Yani mulilia sana, akurehemu. Alimwambia Musa wakati Waisraeli walikuwa wameinua mawe wampige Musa. Mungu akawa ameamua ataua Waisraeli. Musa akaomba na Mungu akazuia hasira, lakini Mungu alimwambia Musa, nitamrehemu, yeye nitakaye kumrehemu. Kwa hivyo ikaonekana ni bidii ya mtu. Hata wewe mwanaume, mimba ya kwanza, yule msichana ulimpea pesa akatoa mimba, uko na kazi kubwa sana ya kufanya. Usipomtafuta Mungu kwa bidii, na kuambia ni vigumu. Utakuwa unang'ang'ana, ukifika Baraka mashtaka mbinguni tayari unarudi zero. Unaweka pesa, unasema nataka nifanye kitu fulani, ukikalipia mashtaka tayari unaharibu, yote inaisha. Na kwa sababu watu wengi hawajui, utakuwa unasema ni mchawi anairoga, ni kwetu kuna madhabahu, kumbe kwingine si madhabahu. Ni ile mimba ya kwanza, mtoto wa kwanza uliua. Ni hatari kubwa. Killing firstborn is very dangerous. Na watu kwa sababu hawezi kuongea ukweli wao, ni siri zao na bebanga. Lakini mimi nimekuambia wazi, ndio sasa uelewe. Hata kama unasema nyama mizini ilicha, mzazi wangu hajui kama nilitoa mimba nikiwa form 3. Nataka nikwambie uliua baraka zako. Unahitaji kutafuta Mungu sana, kulilia Mungu sana, na uwe wazi kwa Mungu. Yani uwe wazi, mwambie tu Bwana, nilitoa mimba. Usianze kusema, usianze kuenda kando kando. Kuwa frank mbele za Mungu. Yani ongea ule ukweli wako. Wewe utahurumiwa na Bwana. Maana ni Mungu wa huruma. Lakini si wa wazembe. Siko watu wanapita zikizaka. Siko watu wamejificha ficha. Ni Mungu wa huruma kwa watu wanajitokeza. Kama mtu ambaye anaitwa Zakayo, alisema wazi mbele ya watu barabarani, anasema mimi nimekuwa nikiiba, nitarudishia watu wale nimeibia. Hakusema ni watanionaje nikisema hivi sasa, fulani atanionaje nikisema naiba. Hakuaibika. Na ukiona aibu huwezi barikiwa. Ukisikia haya hakuna baraka. Ukiogopa hakuna kubarikiwa. Zakayo hakujali tuko barabarani, hakujali marafiki wananisikia na vile wananiheshimu, wataanza kusema mimi nakuanga mwizi. Zakayo aliongea mbele ya watu, akasema mimi nakuanga mwizi, na ile nimeiba nikarudisha. Yesu alifunga hiyo story haraka haraka. Hata hiyo story Yesu hakuiongelea. Maandiko yanasema, Yesu akasema wokovu umeingia nyumbani kwako. Hata story ya ulikuwa unaibaje iliishia hapo. Ndio maana Yohana anasema if we confess our sins, God is faithful to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Tukikiri makosa yetu, tukiungama dhambi zetu, Mungu ni mwaminifu, atusamehe na atutakasa na udhalimu wote kabisa. Mtu wa Mungu, mtafute Mungu, mweke Mungu mbele. Hata hiyo nakuambia ni kuweka Mungu mbele. Wakati unaficha siri, ni kumaanisha Mungu hayuko mbele. Hata kama unatoa fungu la 10 na umeficha siri ya dhambi, Mungu hayuko mbele yako. Hata kama ninaweza kuwa na hubiri hivi na hubiri na nimeficha siri ya dhambi, Mungu hayuko mbele yangu. Unaweza kuwa mwimbaji kanisani, lakini siri ya kutoa mimba ulificha, ulikanagia. Mungu hayuko mbele yako, yuko nyuma yako, na utateseka. Ukibeba siri ndani yako, God is not ahead of you. He is far from you. Ndio maana mtu anaitwa Suleimani ameandika maneno ya hekima, Mithali 28:13, anasema afichaye dhambi hatafanikiwa. Lakini yule ambaye anaziungama na kuziacha atapata kibali. Ndio Mungu akamwambia Isaya, hata kama dhambi ni nyekundu ataisafisha, iko nyeupe kama theluji. Bora tu mtu akubali. Sasa shida ni wale wakukubali hakuna. Watu leo hawezi kubali, hata ateseke hawezi kubali. Lazima aseme ni fulani. Lakini kusema mimi nimekosea, nilifanya hiki na kile, watu leo hawezi. Mioyo yetu ni migumu. Hata kushinda situfike kooni, unasikia hiyo sitawaisema, nitakufa nayo.
Ndio shida kubwa tulionayo. When you hide a secret in you, you have not placed God ahead of you. Mungu umemweka nyuma na shida zitazidi. Hata kama pastor anakuombea, ako na imani, umetoa mpaka sadaka, lakini umevita siri, Mungu hayuko mbele, ako nyuma. Yale maombi hayawezi kufika mahali, hayawezi kufanya kitu. Kuna masaa shetani anaendanga after you. Unajua jina la Yesu liko na nguvu. Inaweza kutajwa, shetani asikie, aende after you kidogo. That name has power. Kwa hiyo jina kila ngozi linapigwa, linaweza kutajwa juu yako. Tunakemea kila roho kwa jina la Yesu Kristo. Shetani asikie jina limetajwa sana, aende after you kidogo. Ukuta umesaidika siku 2-3, baada ya mwezi mmoja umerudiwa na shida yako. Alikuwa ameenda after you. Kwa sababu wewe hujaweka Mungu mbele. Haujafungua roho yako uongee ukweli. Njia zako haujazinyorosha. Ndio watu wengi wanaombewanga siku 2-3, mwezi mmoja wamesaidika, tena wamerudi kwa shida zao. Kwa sababu Mungu hayuko mbele yao. Na ni kwa maana wengine wanaficha siri ndani yao. Wengine kuna njia wanapitia, lakini anasema nani ananionanga. Ndio kutakuwa unasipata mtu anatoka hapa Ruben mpaka Kitengela kanisa. Sio kwa sababu anapenda ile kanisa. Wengine ni kwa sababu wanajaribu kuficha picha dhambi zao. Unakuta mtu ametoka hapa Ruben mpaka huko Kabangware kanisa. Si kwamba hiyo ndio kanisa anapenda. Wengine ni kuficha na dhambi. Ni kuficha wanaficha dhambi. Na wanafikiria tu kwa sababu nimefika pale nikaombewa niko sawa. No. Mungu umemweka wapi? Hata kama pastor anakuombea, wewe Mungu umemweka wapi? Kuombewa sio kila kitu. Unaweza ombewa na Mungu asikusaidie. Umemweka Mungu wapi? Ni vizuri kujiuliza. Daudi anasema ni wakati tunaweka Mungu mbele ndio tutakuwa na furaha. Ni wakati tunaweka Mungu mbele ndio tutakuwa na hata afya nzuri. Ndio ile mipango tulionayo itakuja kufaulu kwa kumweka Mungu mbele. Wewe unayenisikiliza, umemweka Mungu wapi? Hata ukikunjia pasa, sadaka sijui pasa unikumbukanga, lakini Mungu umemweka wapi? Pasa ni mwanadamu, atachukua kwa sababu ana mahitaji ya kawaida kama mwanadamu. Atakuombea kwa sababu ana roho ya huruma kama mwanadamu. Lakini Mungu naye umemweka wapi? Siku moja Yeremia alikuwa tayari kuombea watu, lakini Mungu alimwambia usiombe. Na watu wamekuja wako na shida, Yeremia ameamua waombee, lakini Mungu akasema usiwaombee. Kwa nini? Akamwambia wamependa kutangatanga. Hawakuzuia miguu yao, hawakuzuia. Kwa hiyo ni kumaanisha waliwacha Mungu mahali wakaenda zao. Mtu wa Mungu, Mungu wewe umeweka wapi? Umeweka Mungu wapi? Wakati Mungu amekubariki na pesa, umenunua simu, hata wengine siku ndio amenunua ni simu ya mkopo, analipa mdogo mdogo. Na unaingia kwa website za pornographic things. Unakuwa umeweka Mungu wapi? Ukiona mambo kama hayo ya pornographic things, na unataka Mungu akusaidie, tena unamaliza kuona porno, unasema Mungu nisaidie nilipe hii simu ishe. Kweli Mungu kweli umemweka wapi? Where have you blessed God? Ukiona tunazuiliwa, tunafungiwa kila milango ya baraka, si kwamba shetani yako na nguvu, ni sisi tumemweka Mungu mbali na sisi. Tunaenda bila kufikiria hata Mungu. Si ati Mungu ameshindwa kutusaidia, hapana. Si ati mganga wako hiyo ako na nguvu, hana nguvu zozote. Ukitaka kujua ana nguvu, atakufa. Kama angekuwa na nguvu hawezi kufa. Lakini kwa maana mganga atakufa, ni kumaanisha hana nguvu. Hata kama amevuka manyoka, hana nguvu. Ndio siku ya kufa ikifika, hata nyoka zake zinatoroka. Anaenda sana. Lakini shida kubwa ni mimi na wewe ambaye tunataka kuona mema. Sisi tunaotaka tuone mafanikio ni kwamba Mungu hatumweki mbele. Tunatembea kivyetu, tunaenda kwa njia zetu, tunafanya tujisikiavyo na tutakavyo na tuonavyo.
bila kufikiria. Hata Paulo akawaambia watu wanaitwa Wathesalonike, akawaambia maneno haya. Bwana Yesu usaidie sana unayenisikiliza. Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wake wa 21 akasema, jaribuni mambo yote, lishikeni lililo jema, jitengeni na ubaya wa kila namna. Mungu wa amani mwenyewe atawatakasa kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe kuwe kamili bila lawama, wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ni mwaminifu ambaye anawaita naye atafanya. Mungu ni mwaminifu. Lakini anasema tunastahili kujaribu mambo yote. Sio unafanya tu mambo kwa sababu unaweza kufanya. Ni vizuri kujiuliza, hili na jambo linapendeza Mungu kweli? Anasema test everything, hold on to what is good. Na ile kitu kibaya wachana nacho. Lakini ni mambo mangapi wewe unajua ni mabaya unafanya? Ni mangapi? Unajua tu huyu ni mke wa wenyewe na unachukua kinamba chake saa 3 ya usiku unampigia na unajua ni mke wa wenyewe. Yaani mbona wewe una akili hivi? Na unataka Mungu akusaidie. Utawashaje moto kwa wenyewe na Mungu akubariki? Sasa baada ya kupiga kisimu kile, sasa ni Mungu naacha vita huko. Nani alikuwa anakupigia? Sasa mke wenyewe anashindwa kueleza, ataelezaje sasa? Kumeanza kugurugana huko na wewe unataka Mungu akubariki. Iwezekani. Weka Mungu mbele. Vitu vingine unafanya unajiuliza unafanya nini? Inapendeza Mungu kweli? Anasema tukijaribu mambo yote, tushike yaliyo mema, tuachane na mambo mabaya. Mungu mwenyewe atatutakasa na atuhifadhi bila lawama mpaka siku ya kurudi kwa Kristo. Na yeye Mungu ni mwaminifu ambaye atatenda. Umemweka Mungu wapi watu wangu? Hatuteseki bure. Ni Mungu tumemweka mbali na sisi. Shetani hatufinyirii bure. Pesa zako hazikosi kusaidia bure. Ni kuwewe Mungu umemweka mbali. Haukosi mafanikio bure. Usianze kuangalia ushawa kwenu. Hata ni kama kwetu kuna kitu. Wengine kuna jambo watu wanaongeanga sana siku ya leo, misukumo. Ni kama nimesukumiwa mambo pasi. Ni kama nimisukumo. Hii jina misukumo sijui walitoa wapi watu. Kila mtu hapo akianza kuona magumu, misukumo pasa ni misukumo. Ndio nimesukumiwa. Hiyo neno misukumo uliitoa wapi wewe? Na ulichuaje umesukumiwa roho? Wewe ulichuaje? Ulionaje hiyo roho umesukumiwa? Ni wakati mwingine mpendo, ni kwa sababu ya mahali tumemweka Mungu. Hatujamweka Mungu mbele, ndio maana tunaendanga tunakosa kufanikiwa. Tunatembea tunakosa kufaulu. Tunapanga yanakosa kutimia. Kwa sababu Mungu hatumweka mbele. Unakuta tunasoma na tunaendelea kutasirika. Makaratasi kwa sanduku unafanya mjengo. Kwa sababu Mungu hujamweka mbele. Unaweka masomo mbele, ukasikia nimesoma, Mungu ni wa nini? Hata ukienda kanisani kesho uliza watoto wa form 4 uone kama wako ndani. Uliza wale kwa university wani mikono uone kama wako. Watoto wakifika secondary wanasikiaga sasa sisi tuko na masomo, Mungu ni wa nini? Ndio maana wakishamaliza kusoma hakuna karatasi wanazo, hakuna kazi. Wanaweka karatasi kwa sanduku, wanaanza kufanya kazi hakuna. Kwa sababu ya kuenda na kuweka Mungu nyuma yako. Unamwacha Mungu nyuma, unaenda kivyako. Ndio unakuta uko na kitu kinaweza kusaidia, lakini activation. God is the one who can activate it. But you have left him behind. There is no activation. Wengine wako na skills, lakini kwa maana wameziweka mbele skills zao, mpaka wanasema mimi siwezi daraja, niko na ujuzi. Lakini Mungu ameweka nyuma, unakuta na ujuzi ule wote hana chochote. Kama kuna kitu wako nacho ni madeni. Moja na ujuzi wako. Kama ni kufanya kazi huko na ujuzi wako, wanakataa kulipa. Kwa sababu umeweka ujuzi mbele, Mungu kando. Unatembea na ujuzi bila Mungu. Ndipo sasa utakuta pamoja na ujuzi wako unafinyiliwa tu.
unanyanyaswa, unatumiwa vibaya, unateswa kwa sababu ya kuweka Mungu mbali na wewe. Daudi anasema nimemweka Mungu mbele yangu daima, kwa hivyo sitaondolewa, na moyo wangu utakaa mahali pa kufurahia. Jambo lingine akaongeza Daudi, ukimweka Mungu mbele nini kinafanyika? Nirudi pale Zaburi 16 usaidizi. Sikiliza maneno ya Mungu mpendwa, uyajue na ujichunguze. Mstari ule wa kitabu cha Zaburi 16 mstari wa 10 anasema, maana hutaitupa kuzimu nafsi yako, wala hutautoa mtakatifu wako aone uharibifu. Ukimweka Mungu mbele, ati Daudi anasema Mungu hatatupa nafsi yako kuzimu, na wala hata wacha uingie kwa uharibifu. Hawezi hata kutoa upate uharibifu. Lakini wanadamu wa leo tunalia maisha ya uharibifu, distraction kila mahali, kwa sababu sisi hatumweki Mungu mbele. Ni uharibifu kila mahali. Anza hiki kinaenda hivi, unakula hasara, unakopa loni inaisha, haujui utalipaje. Uharibifu tayari, kwa sababu ya kuweka Mungu mbali na sisi. Wengine wanasema ndio anawatanga na tombaya, na watanga sijui nikiwa makaburini, sijui na nyonga usiku. Mungu ukimweka mbele hawezi kuacha nafsi yako kuzimu. Lakini kama nafsi yako inakamatwa na kuzimu, unaanza na tombaya, unanyonga usiku, chunguza umeweka Mungu wapi. Angalia maisha yako, Mungu yuko wapi? Ona vile unaenenda, angalia matendo yako, hata maneno yako yasikilize. Wakati unatukanana, unakuwa umeweka Mungu wapi? Sasa una expect aje akutenge na kuzimu? Ndio utalala unyonge usiku, uamke saa 8 wakati kulala. Kuna watu waliamka saa 8 na wakaogopa kulala, maana vile ameota hawezi tena, kabidi akae macho, akaingia TikTok, akascroll mpaka asubuhi kafika, maana sasa vile aliota hawezi lala tena. Hiyo yote ni matunda ya kutoweka Mungu mbele. Tunaweka Mungu nyuma yetu, kando yetu, mbali yetu, na ndio maana nafsi zetu zinatoka nyara mpaka na kuzimu. Unakuta ukilala hivi unaanza kuota vitu vingine vya ajabu ajabu. Nafsi imetoka nyara na kuzimu, kwa sababu umeweka Mungu mbali na wewe. Umeweka Mungu nyuma, haujaweka Mungu mbele. Lakini Daudi anasema ukiweka Mungu mbele yako, ati nafsi yako huwezi acha kuzimu. Yaani uweze kulala na uanze kuchukuliwa upeleko kwingine hakufai. Wengine wanaota wakifanya kazi usiku, wanaamka asubuhi amechoka. Yaani unajua kulala ni kupumzisha mwili. Haustahili kuamka umechoka. Lakini kwa nini unaamka umechoka? Umetumikishwa. Unaota usiku unafanya kazi za kampuni, unabeba hizo makreti usiku. Umewacha nafsi yako wapi? Kuzimu. Kwa sababu gani? Mungu umeweka mbali. Haujaweka Mungu mbele. Mtu wa Mungu leo sikiliza. Vitu vingine tunapitia ni kujichunguza, unastahili kujichunguza. Usiendelee kusema tu nateseka, nahangaika, napitia magumu. Hapana, ni vizuri kujichunguza. Na huyu Mungu ambaye anasaidianga watu nimemweka wapi? Huyu Mungu ambaye huwa anatetea watu nimemweka wapi? Mungu ambaye huwa anainua watu nimemweka pande gani? Ni vizuri kujiuliza. Usiseme tunawatanga na tombaya, basi nawatanga nikinyongwa. Mungu umemweka wapi? Unalala unaona ninja ya furo. Ndio unamalizia kipindi ya ninja ya furo, ndio ujifunike na blanketi ulale. Kweli wewe uko serious? Wengine wanaona vijana, wanaona horror movies. Alafu anataka amalize horror movie saa 8 alale, na alale kwa amani. Mungu umemweka wapi? Umeweka Mungu pande gani? Ni vigumu nafsi yako iokolewe na kuzimu. Ni vigumu. Vitu ambavyo vinavitenda vinafanya Mungu anaenda mbali, shetani anapata nafasi. Ndio ukilala hivi tu unaanza kuota mambo mabaya. Unaota manyoka yanakuja na kutembelea, kwa sababu ya kuweka Mungu mbali na wewe. Mtu wa Mungu anasikiliza. Umemweka Mungu wapi? Stop complaining na uangalie Mungu umeweka pande gani. Uharibifu. Anasema Mungu hawezi kuacha mtakatifu wake apate
hawezi. Kama sisi tunapata uharibifu ati ya sana pasa, kazi yangu haina faida, ni ya sana tu. Umeweka Mungu wapi kwa hiyo kazi yako? Unawacha mtu anakuachia change, unapiga kona naye. Akirudi jioni kuuliza, unamwambia mimi sibaki na pesa yangu. Na alikuachia change. Mungu ameweka wapi? Sasa hasara lazima utaipata. Kwa sababu Mungu hujamweka mbele, umuogopi hata Mungu wako. Unakopa vitu ya wenyewe alafu unabadilisha barabara. Unachange njia, unapitia kwingine. Na unataka mema yapatikane. Unataka ati mafanikio maishani. Na umekopa vitu ya wenyewe na unachukua njia nyingine. Ama unafanya kazi kwa kampuni ukijua sasa wiki ijayo hutakuja kazi. Yule mama wa chakula unakula kama nguruwe, unakula kweli. Unajua next week hamtakuja kazi. Alafu sasa Jumamosi mkilipa unapita penzi nyingine. Unabakisha huyo mama akiwa na analia. Kitabu ameandika 2,000 na mwenye 2,000 amepotea. Hata ukiona watu wanasema nikitafuta kazi sipatani, muulize ile kazi alikuwa anafanya aliwacha nini huko? Huko ulikuwa unafanya kazi, uliwacha nini? Huwezi kuwa unakula chakula ya wenyewe, unakimbia unakosa kulipa na unataka Mungu akubariki. Haiwezekani. Unaweka Mungu mbali, utapata uharibifu. Huwezi kuwa na mema. Wapenda tubadilike. Tuweke Mungu mbele hata kama hawakuoni, Mungu anakuona. Hata kama mke wako hakuoni, Mungu anakuona. Hata kama mwenye duka hakuoni, Mungu anakuona. Unaingia kwa duka jioni watu wamejaa. Nipe sukari, nipe unga, nipe hiki, unakaa pembeni. Wengine wakianza kuchukua na wewe unapiga kona unaenda. Umesubaisha mwenyewe. Ni kweli umesubaisha mwenyewe, lakini Mungu hujamsubaisha. Mungu yeye anakuona vizuri sana. Na sasa hivyo ndivyo neema yatakosekana. Wapendwa tubadilike. Hata kama mwingine hakuoni, Mungu anakuona. Anakuona. Kwa hiyo mambo unafanya, weka Mungu mbele, ndio maisha yako yasiingie uharibifu. Hadi pasa uniombee sana, nimepata hasara, nimetuma pesa na namba, wamekataa kunirudishia. Chunguza maisha yako. Umemweka Mungu wapi? Maana uharibifu kama huo hauwakuti watu walioweka Mungu mbele. Uharibifu kama huo hauwapati watu ambao wameweka Mungu mbele yao. Uharibifu kama huo unapata watu ambao wanaenda kinyao. Wanafanya mambo wanasahau. On the top of us there is God. His eyes is upon us. Macho yake yako yanatuangalia vizuri sana. Mwingine unasaidiwa lori na mtu na unatoka. Unamwacha kwa shida, alipanga hiyo lori. Na wewe ndio ulisaidi ukaenda naye. Alafu unataka mema yaonekane. Ni ngumu mpendwa. Ni uharibifu hata usimamishe nini. Hata uanzishe project ya kuku, zitakaribia ukisema nitaka niziuze next week, unasikia unapigiwa simu zimekufa zote ama zimeibiwa. Unaanza kusema shetani anipendelei, shetani ananiingilia. Si shetani. Wakati mwingine tunamwekelea shetani. Ni sisi tunafanya vitu ambavyo Mungu tumeweka nyuma. Hatujamweka Mungu mbele. Ndio maana tunafanya bidii, tunajituma, tunainvest, lakini the end of it all is destruction. Ni uharibifu tu unaonekana maishani. Lakini ukiweka Mungu mbele, maandiko yanasema hauwezi kupata uharibifu. Yaani kile umeanzisha lazima kitakufaa furaha. Katika Isaia Mungu akamwambia Isaia, hawatapanda mashamba wengine wakule. Hawatajitaabisha na wengine wakule. Watakula ile taabu yao. Lakini leo tunajitaabisha. Tunaweka mambo yetu tunang'ana, unajinyima, lakini mwisho wa siku shetani anapita na kila kitu. Kwa sababu ya kutokumweka Mungu. Uharibifu unaingia maishani. Mtu wa Mungu umemweka Mungu wapi? Ukitaka usione uharibifu, upange mipango ifaulu, weka Mungu mbele. Ukitaka uandishe jambo na uone furaha ya hilo jambo, weka Mungu mbele. Usifanye mambo bila Mungu. Usifanye mambo kwa tamaa zako. Usifanye mambo bila kuhusisha Mungu. Ndio sasa uharibifu hautauona. Hata nafsi yako haitaacha kuzimu. Ndio Mungu alimwambia Musa, kwa nyumba ya Israeli hakuna uchawi.
Hata mchawi ndiye akupate, ni Mungu utakumtoa mbele yako. Amen. Ndio mchawi anakupata anapita na wewe. Lakini ukiweka Mungu mbele, hata kama mchawi ni wa kweli hakuwezi. Hata kama mlizaliwa na yeye, ukiweka Mungu mbele, mganga hakuwezi. Lakini mganga kama atakuwahi, nafsi yako imepatikana na mganga, ni kwa sababu umemweka Mungu mbali na wewe. Ndio mganga anakupata. Daudi anasema ukiweka Mungu mbele yako daima, nafsi yako haiwezi kukaa kuzimu. Haiwezi. Hata walipeleka nguo yangu kwa mganga wakanifunga, au ni uongo wako. Kama mganga alipewa nguo yako akakufunga, ni wewe hauna Mungu. Mungu umemweka mbali. Nafsi yako haiwezi kukaa kuzimu ukiweka Mungu mbele. Haiwezi. Haiwezi mpendwa. Ukiweka Mungu mbele yako, haiwezekani hata utokee kwa kioo cha mchawi. Haiwezekani. Hata wakikuita huwezi tokea. Maana Mungu yuko mbele, ndio Mungu anatokea. Wewe huwezi tokea. Akipeleka nguo yako kwa mganga, ukiweka Mungu mbele, yale amefanya ya kupata yanampata yeye. Ndio maana anasema ashimbaye shimo anatumbukianga mwenyewe. Wakati umeweka Mungu mbele, ati walinipangia mabaya, sijui wakanifanya nikafutwa kazi. Chunguza Mungu umemweka wapi. Chunguza. Danieli alipokuwa ameandikiwa akufe, hakukufa. Simba walikataa kumkula kwa sababu ya kuweka Mungu mbele. Kwa nini wewe wanakupangia mabaya na faulu? Umeweka Mungu wapi? Umeweka Mungu wapi? Ukiweka Mungu mbele, watapanga mabaya, lakini Mungu hawezi kuacha nafsi yako ikae kuzimu. Hawezi kuacha uingie kwa uharibifu. Hawezi. Hakukubali hata moshi uguze nguo za kina Shadraka, kwa sababu wamemweka Mungu mbele. Maandiko yanasema hata wale waliwatupa kwa moto walichomeka, na wale wako ndani ya moto hata hawachomeki tena, hawajanuka moshi. Kumweka Mungu mbele. Jichunguze mpendwa, na ubadilike. Kuna mambo kataa mpendwa. Hakuna haja ufurahishe watu na ukosee Mungu. Afadhali watu wakuita mbaya, lakini Mungu akuone unafaa. Maisha yako yajengwe kuliko upendeze mabeshte na mipango yako ipanguke yote. Upendeze wanadamu wakusifu sana. Walimsifu Herode, Mungu akampiga Herode akakufa kwa kuchukua, akakuliwa na wadudu. Na wale walikuwa wanamsifu walikuwa wamenyamaza, hawakumsaidia. Hakuna haja upeleza watu. Sauli alipeleza watu wakamwambia Sauli, tusiwe hizi ng'ombe nono tuachane nazo, na hizi mbuzi nono tubebe. Wakamshawishi akasikiliza. Masaa anateseka, wale walimdanganya hawakuwa naye. Usipendeze hata rafiki yako mzee Mungu. Afadhali urafiki uishe, lakini Mungu tukae na yeye, kuliko tudumisha urafiki na Mungu aende mbali. Usisahau mwenye ako sahihi hospitalini. Kwanza sasa tunaelekea masaa ya saa moja. Sasa wale walikuwa wameenda kuona mgonjwa wameanza kuambia wewe masaa imeisha. Mgonjwa anabaki peke yake. Wale walienda kuona mfungwa jela wameshatoka, wameambia wewe muda umeisha, sasa ni muondoke. Mfungwa aliyejela anabaki peke yake. Na kuna mtu wako jela kwa sababu ya kupenda sana rafiki yake, kwa sababu ya kumheshimu sana rafiki yake, akamuhusisha na kitu ambacho anajua akifai, lakini kwa sababu ni rafiki akaweka rafiki mbele, Mungu kando. Leo yuko jela. Na unaweza kutaona rafiki yake hawezi enda kumuona, kwa sababu anaona nikienda kumuona naweza shikwa na mimi. Mpendwa msikilizaji, ni heri watu wakuone mbaya, lakini dhambi kataa. Kila akimpendezi Mungu kataa mbele. Weka Mungu mbele. Afadhali watu wakutenge, lakini Mungu asikutenge. Hata Mungu alimwambia Yeremia, usiwafuate watu wamekimbia, wachana na wao. Wewe tenganisha mabaya na mema, watakuja kutafuta siku moja. Yusufu walimuuza, lakini siku moja walikuja kumtafuta Yusufu. They came for him.
Daudi walimtupa msituni akaange huko akiwa, lakini siku moja walimkujia, na tena ni Daudi alileta ukombozi kwa Israeli. Kuna mtu mmoja anaitwa Yefta. Yefta alikuwa mtoto wa malaya, wa ndugu zake wakamkimbiza, wakamfukuza Yefta. Lakini siku ilifika walimtafuta. Mpendwa msikilizaji, usiwapendeze watu, uweke Mungu mbali na wewe. Afadhali watu wakutenge, lakini Mungu akae karibu na wewe. Afadhali watu wakutangaze kwamba umejifanya, anajifanya yeye ndiye anajua, anajifanya yeye ndiye mtakatifu. Afadhali, lakini Mungu akae mbele yako, kuliko watu wakufurahie na Mungu ako mbali. Masaa ya uharibifu, wanadamu ni waongo. Uliza Ayubu atakwambia, hata marafiki, hata mke wako anaweza kuruka. Uliza Ayubu. Nasema ati ananipenda sana. Mungu pekee ndiye anaweza kupenda sana. Duniani hapa mpendwa, hatujui kesho. Mke wa Ayubu aliambia Ayubu, sasa hapa imefika, tukana Mungu ukufe. Alichoka kuosha Ayubu. Alichoka kuvumilia ule uvundo. Alichoka, akasema, wewe Ayubu, wewe tukana Mungu tu, wewe ukufe. Usipendeze watu, ukosee Mungu. Usifurahishe watu, ukosee Mungu. Weka Mungu mbele, pendeza Mungu. Wanadamu wataongea tu, lakini siku moja watakuja kuona Mungu akitenda maishani mwako. Usiwajali wanadamu kuliko Mungu. Mjali sana Mungu kuliko wanadamu, kwa sababu wanadamu ni wa kupita, lakini Mungu ni wa milele. Wanadamu ni wabatili, lakini Mungu ni wa kweli. Akisema lazima atatenda. Lakini mwanadamu anaweza kupea ahadi na siku ifike na azime simu. Lakini Mungu akisema, akiahidi lazima atatenda, hata kama itakuwa wapi atatenda. Lakini mwanadamu anaweza ungeuka anytime. Ukibalikana anakuruka. Atasema hakujui, hajawahi kukuona, lakini Mungu hawezi kuruka. Hata ndani ya shida Mungu hawezi kuruka. Hata ndani ya matatizo, hata kama umetenda dhambi, Mungu hawezi kuruka, lakini mwanadamu atakuruka. Mpende, usiweke mwanadamu mbele, weka Mungu mbele. Yale yasiyompendeza Mungu, Paulo amesema, tujaribu mambo yote, tujitenge na ubaya wa kila namna, na tuweze kushika yale yanayopendeza, na Mungu mwenyewe atatuhifadhi. Na yeye ni mwaminifu ambaye aliahidi atatenda. Weka Mungu mbele. Nafsi yako haitakaa kushindwa, na Mungu hatakuachilia kwa uharibifu ukimweka mbele. Jambo la mwisho tukimaliza, muda wetu tunaona unakwisha. Nikirudi pale Zaburi 16 mstari wa 11, amesema, utanijulisha njia ya uzima, mbele za uso wako kuna furaha tele, na katika mkono wako wa kulia mna mema ya milele. Ukiweka Mungu mbele, na unasema Mungu atakujulisha, Mungu mwenyewe atakujulisha njia ya uzima. Kwa hiyo ukiweka Mungu mbele, hakuna siku utaregret. Ukisikia wanasema my husband has changed, mume wangu tu amebadilika, sijui mke wangu sasa simuelewi, ni watu walitembea kivyao, hawakuweka Mungu mbele. Hata nilikuwa nafikiria ni kazi, kumbe ni hasara tu wamenipea. Ni watu walikataa kuweka Mungu mbele. Ukiweka Mungu mbele, hata kama umedanganywa, anaweza kutembelea kwa ndoto na kuona. Ukiweka Mungu mbele, ndio naona nasema, ukiweka Mungu mbele yako daima atakujulisha njia ya uzima, the way of life, you will reveal it to you. Kwa hiyo mtu anakupoteza, Mungu atakuonyesha. Mtu ambaye anataka kupeleka hasara, Mungu atakuonyesha ukimweka mbele. Wale wanakujanga maishani kama marafiki, lakini ni wanafiki, wako na lengo lao. Ukiweka Mungu mbele, atakufunulia, utawaona vizuri, atakuonyesha njia ya uzima. Lakini kwa sababu hatuweki Mungu mbele, ndio maana tunakutana na watu tunawashikilia, tunawapenda sana, tunafikiria ndio hao mwisho wa siku wametuacha heartbreaking.
Umetuacha mahali pabaya kwa sababu watumeka Mungu mbele. Tunaenda kukimbia. Unafikiria ni kazi, kumbe sio kazi, ni kunyang'anya pesa. Ukiweka Mungu mbele atakujulisha njia ya uzima. Kwa hivyo hautafanya kitu cha kukupea hasara. Hautafanya jambo uanze kujuta. Kwa Mungu hakuna majuto. Paulo anasema ni utukufu kwenda utukufu. Tunajuta maishani kwa sababu hatuweki Mungu mbele. Tunaendana kwa njia zetu wenyewe. Kwa Mungu hakunanga aibu. Tunapata aibu maishani kwa sababu hatuweki Mungu mbele. Tukiweka Mungu mbele, anasema atatujulisha njia ya uzima. Atatujulisha. Kwa hiyo njia ya mauti hatuwezi kupitia. Lakini kwa sababu watu wamekataa kuweka Mungu mbele, ndio maana shetani anawapiga wanadamu. Anavaa ngozi ya kondoo, anajifanya mke wako. Mwisho wa siku kumbe hakuwa mke, alikuwa ni fagia. Shetani anavaa nguo ya ngozi ya kondoo, anajifanya mmeo, kumbe hakuwa mme wako, alikuwa use and go. Unabaki na regret kwa sababu ya kutokumweka Mungu mbele. Lakini ukiweka Mungu mbele, Maandiko yanasema atakujulisha njia ya uzima. Mahali unapotea, hata kama wewe ni mjinga kiasi gani, Mungu lazima atakutembelea akuonyesha hapa unashika. Lazima. Kwa sababu umemweka Mungu mbele yako. Badala ya kuota ndoto za kunyongwa, ukiweka Mungu mbele utaota ndoto za kukushauri, za kukuonya, huyo rafiki jiangalie naye. Mungu atakuwa anakufundisha na kufanya. Si unafungua biashara unaenda hasara. Ukiweka Mungu mbele atakujulisha njia ya uzima. Kitu unajua kini cha hasara atakuonya kabla ufanye. Ukimweka mbele yako. Lakini maana sisi hatuweki Mungu mbele. Ndio maana tunaendaga na akili zetu. Unafungua biashara kumbe ni hasara. Mwisho wa siku umeenda hasara na pesa ilikuwa ya kukopa. Na biashara imekauka. Kwa sababu ya kutokuweka Mungu mbele. Weka Mungu mbele mpendwa, atakujulisha njia ya uzima. Na amesema kwa Mungu, ukimweka mbele yako, akikujulisha njia ya uzima, anasema mbele za uso wako kuna furaha tele. Ukiweka Mungu mbele, na wewe mbele yako kutakuwa na furaha tele. Huzuni nyingi maishani kwa sababu tumemwacha Mungu mbele. Na ndio maana watu wengi wanapoteseka, Mungu anawaambianga mlirudie. Kwa nini? Wamemwacha Mungu nyuma, wakaenda kivyao. Ndio maana Mungu husema watu wamrudie. Kwa maana asilimia kubwa ya huzuni tulizonazo ni kuacha Mungu nyuma na kuenda kivyetu. Lakini ukiweka Mungu mbele hakuna huzuni. Anasema mbele ya uso wako kutakuwa na furaha tele. Exceeding joy. When you put God ahead of you forever. Sitafanya jambo kwa sababu watu wanafanya. Nitakuwa nafikiria Mungu aliyenipa uhai. Nitalipima kila jambo na Mungu, ili nijitenge na lile lisilompendeza na nishikamane na lile linampendeza. Nitakuwa nikiombea mambo yangu kabla niyafanye. Huyo ndiye mtu ambaye hawezi kuingia kwa mesi. Hawezi ingia mahali pa regret. Aanza kusema hata ningejua ya pesa ningekula tu. Wana regret watu ambao wanaweka Mungu mbali na wao. Wanatembea kivyao. Ndio unakuta wako na stress, karibu wanataka kujinyonga. Hiyo ni matunda ya kutokuweka Mungu mbele. Ukiweka Mungu mbele, you can never feel like killing yourself. Paulo anasema Christ is a hope of our Kristo ni tumaini la utukufu. Tumaini la utukufu. Ukiweka Mungu mbele, hakuna mahali utasikia kujinyonga hata kujiua, hakuna siku. Kwa maana mbele yako Mungu ataweka furaha tele. Furaha tele mbele yako. Na anasema na katika mkono wako wa kulia mna mema ya milele. Ukiweka Mungu mbele, mema ni yanakuwa ya milele. Si unafurahia siku mbili unaanza kulia tena. Unapata kazi miezi miwili tena unavutwa, unakaa miezi mitatu bila kazi. Hawa ni watu ambao waweke Mungu mbele. Wanaacha Mungu nyuma, wanatembea kivyao.
ndio furaha yao si ya milele. Unaoleka mnakaa vizuri mwezi mmoja, miezi miwili mpita. Hawa ni watu ambao hawajaweka Mungu mbele. Ukiweka Mungu mbele yako, furaha yako itakuwa ya milele. Your joy will be eternal joy. Weka Mungu mbele mpendwa. Usifanye mambo bila kuhusisha Mungu. Usifanye mambo kwa sababu ya akili zako mwenyewe. Usifanye mambo kwa sababu ya marafiki. Utalia na marafiki hawatalia na wewe. Hata wakilia na wewe, angalia kwenye matanga. Utakuta watu wanapiga nduru wakiangalia mwili wa waliokufa. Lakini watakuwa wanalia wakielekea pale kwa jikoni. Hasa kina mama unakuta anapiga nduru kwa geti. Akienda anapiga pale kwa jeneza, anapiga kona anaenda kwa jikoni. Utamkuta ametokea na githeri na kikombe cha chai. Na yale na ile yote makilio alikuwa analia imesahaulika. Mtu wa Mungu, usikubali kufuata wanadamu. Usiweke watu mbele, weka Mungu wako mbele. Fanya mambo ambayo yanampendeza Mungu. Shika yale ambayo yanamfurahisha Mungu. Yafikirie yale yanampendeza Mungu. Na kila kitu kabla ufanye ni vizuri kuomba. Ni vizuri kupiga magoti na kuomba. Ndio angalau Mungu akuonyeshe njia ya uzima. Hata kabla ya kuunganika na mtu, kuna mtu mmoja alikuwa Yehoshafati. Alikuwa amebarikiwa. Wana biashara mnaomsikiliza. Kabla ya kushikana na mtu mfanye biashara na yeye, ni vizuri kuomba. Weka Mungu mbele. Weka Mungu mbele kwa sababu wanadamu hawajulikani. Yehoshafati alikuwa amebarikiwa na Mungu. Na akawa anafanya biashara. Lakini kwa bahati mbaya akafanya biashara na mfalme wa Israeli anaitwa Ahazia. Kumbe Ahazia alikuwa amekosea Mungu, ako chini ya ghadhabu. Na Yehoshafati hakuombea jambo. Alipata business partner, akashirikiana na yeye. Wakakomboa meli iende Tarshishi kwa biashara. Maandiko yanasema meli ilipofika katikati ya bahari, meli ikazama. Meli ikazama mpendwa. Na pia akatokea akamwambia Yehoshafati, kwa sababu umesaidia watu waliomkosea Mungu, ndio maana meli imezama. Weka Mungu mbele mpendwa. Hata wale marafiki zako weka Mungu mbele. Wengine si marafiki. Judas alikuwa karibu na Yesu, tena anaweka pesa. Sadaka ikitolewa Judas ndiye anachukuanga anaweka. Lakini Judas alikuwa na lengo katikati ya wanafunzi. Alikuwa na lengo tofauti. Alimpiga Yesu busu ya kumsaliti. Sio kila mtu anakubusu, ni upendo. Alimhagi Yesu hagi ya kumsaliti. Sio kila anakuhagi anakupenda. Wengine Mungu akusaidie. Weka Mungu mbele. Weka Mungu mbele. Dunia hii mpenda sio vile unaiona. Na watu wako mbele yako sio vile unaona wewe. Maisha yako ni kidogo sana. Weka Mungu mbele. Na ni vizuri kila kitu unakiombea. Sio kusema nimepata rafiki, tunataka tufanye na yeye biashara. Utalia. Wengine walipiga wazazi wao wakatoroka nyumbani, wamebeba laana. Na hata kuambia ukishikana na hivi Mungu anaondoka maishani. Akiondoka hasara maipata. Yehoshafati alipata hasara. Maria alisema hiyo hasara ilimfanya Yehoshafati akakufa. Hiyo hasara ilimfanya Yehoshafati akakufa hivyo. Kwa sababu ile mshutuko alipata, maana sasa kila kitu alikuwa ameinvest kwa ile meli imeshazama baharini, hakuna kitu kimeokolewa. Yehoshafati alikufa. Mtu wa Mungu, weka Mungu mbele. Usije ukaligileti maisha. Usije ukaligileti hata wale wanataka kuona kuoleka. Weka Mungu mbele. Asilimia kubwa yule unafikiria unamuoa ndio mpenzi, wengine asilimia 99 si mpenzi. Na ukitaka kuoa na kuoleka, wale wako karibu na wewe na kupenda sio hao. Weka Mungu mbele. Unaweza kuta mwanaume anakununulia kila kitu lakini kumbe si babu wako. Unaweza kuta mwanamke anakupenda sana, yani ananyenyekea sana na kuongelesha vizuri, kumbe si mke wako. Weka Mungu mbele. Mtu wa Mungu. Life is so spiritual. Weka Mungu mbele mpendwa. Ndio ukae na furaha ya milele. Ndio uweze kuona mema ya kidumu maishani mwako.
tena inaisha hivyo. Unapata kazi miezi 2-3 umefutwa tena, unakaa tena bila kazi. Weka Mungu mbele, angalau akujulishe njia ya uzima. Unaweza kuwa wengine wanawaambia shida zako na kumbe ndio wale wanakufunga. Na wewe unasema nakuanga na rafiki yangu nikipata hata shida nikimwambia tu lazima anisaidie. Weka Mungu mbele mpenda. Inawezekana huyo tu ndiye anakutesa. Weka Mungu mbele mpenda. Put God ahead of you. Usiende peke yako. Usifanye mambo na akili zako. Akili zako ni kidogo sana. Usifanye mambo. Na ndio maana Mungu anasema usiwe na hekima machoni pako. Usiwe na hekima machoni pako. Kwa sababu we are so blind. Only God is the one who has eyes. Sisi ni vipofu. Na ndio maana Mungu anasema hatuwezi kusoma moyo wa mwanadamu. Sisi binadamu hatuwezi. Kumaanisha sisi ni vipofu. Lakini Mungu pekee ndiye anaweza kusoma moyo wa mwanadamu. Mahangaiko mengi na vilio na machuto mengi ni kwa sababu mwanadamu anajitawala. Mwanadamu anaenda kivyake. Anataka Mungu wakati umeshaharibika. Anataka Mungu masaa shetani amempiga. Ndio maana tunateseka mapema. Weka Mungu mbele, mtu wa Mungu. Put God ahead of you. Hata ukiwa na pesa, wataka kufanya mambo, ni vizuri kuweka Mungu mbele. Kwa sababu mengine shetani anaweza kudanganya. Shetani anaweza kudanganya ukafikiria hii ndio njia, kumbe sio njia. Na ndio maana Daudi anasema ukiweka Mungu mbele atakujulisha njia ya uzima. Kumaanisha sisi hatujuagi njia ya uzima. Na ukumbuke Suleimani anasema iko njia inaonekana nzuri machoni mwa wanadamu, lakini mwisho ni mauti. Mwisho ni mauti. Hata ukisikia nasikia tu nifanye kitu fulani, naona hakuna shida, kinaenda sana, kuna faida hii biashara, ni vizuri kuomba. Ni vizuri kuuliza Mungu. Ni vizuri kuweka Mungu mbele kwa sababu ni Mungu pekee anajua njia ya uzima iko pande gani. Mungu pekee yake. Hasara nyingi tunapata ni kwa sababu hatuweki Mungu mbele. Majuto mengi tunapata binadamu ni kwa maana hatuweki Mungu mbele. Tunaenda peke yetu. Tunaenda kwa akili zetu na wengine tunasukumwa na wambeshe. Unakuta ukipata hata wale wameokoka, unakuta unaulizia wenzako, nilikuwa nafikiria nifanye niuze omena, nilikuwa nafikiria niuze nguo. Unaulizia wanadamu. Kweli hii ni hasara kubwa. Badala ungepiga hata magoti yako kwa nyumba yako, uambie Mungu na nimepata uwezo, nataka nifanye kazi. Nifanye kazi gani? Mungu ana upendeleo na ana mtu special. Yakobo 1:5, ukikosa hekima omba kwa Bwana ambaye anawapeanga wote hekima wala hatembei. Anasema omba kwa imani wala usisite. Maana mtu wa kusita anakuaga mawimbi baharini, hawezi kuona kitu. Lakini wewe badala uombe unaenda kwa mabeshte, unaanza kuwauliza mabeshte zako, unauliza marafiki zako, nifanyeje? Nilikuwa nasikia mpaka watu wakitaka kuoa, unauliza marafiki zako. Ndoa unauliza marafiki zako, hata nimepata msichana mnamuonaje? Nilikuwa nafikiria kumweka kwa nyumba. Unauliza marafiki zako. Siku utalia hao marafiki watakusaidia. Unauliza mabeshte zako. Hata yule kijana mnamuonaje? Unaonaje yule boy nilikuwa nataka anioe? Unaonaje? Ameniambia atanioa. Unaonaje ako sawa? Unauliza watu. Na wanadamu ni vipofu. Hawezi kusoma moyo. Na tumepewa macho ambayo yanatudanganyanga. Yanaonanga mazuri, mali hakuna mazuri. Macho yetu. Badala ya kuuliza Mungu, unauliza watu. That is the failure we have as human beings. We don't put God ahead of us. We are walking alone. We only want God when things fall apart. We only remember God. Hata wana wa Israeli kusoma Psalm 78. Maria asema wakati waliona wengine wamekufa katikati yao, ndio wakatambua Mungu ndiye baba yetu. Ndio wakaanza kumtafuta sasa. Hiyo ndio hasara tuko nayo binadamu. Tunangojanga mambo yakiharibika ndio tunajua kumbe kuna Mungu. Na ndio maana Mungu hata sisi anatuignore, maana tumeshamuignore na yeye pia anatuignore. Unakuta unafunga, unaomba, unaenda milimani, mambo hayakui. Kumbe wengine si kufungwa, ni vile uliignore Mungu na yeye pia anakuignore.
Maana ulikula na kivyako na yeye sasa anakupata na anakuacha na wewe pia usikie vile alikuwa anasikia. Unakuta unaombewa na wewe pasta wapi? Unabadilisha pasta mwingine wapi? Unafikiria ni pasta hawana imani, hawana neema. Kwingine ni Mungu anakuignore. Maana hata wewe ulikuwa unamignore. Haukumweka mbele. Wewe uliamua kwenda kivyako. Na kama masaa ulihitaji msaada na ushauri, ulikuwa unasikiliza marafiki zako. Ulikuwa unauliza wenzako. Haukuwa unauliza hata Mungu. Ni watu ulikuwa unauliza. Na ndio kukiharibika hata ukitokea mbele za Mungu. Alimwambia Musa, nimewasamea lakini hawataingia Kanaani. Watakufia jangwani. Watu wa Mungu, weka Mungu mbele. Na maishani mwako nikimaliza, kuna shida unapitia kwa sababu hukuweka Mungu mbele. Ni vizuri kuenda mbele za Mungu kumwambia Bwana, najua hii kama ningekuuliza singefika hapa. Najua hii ndoa kama ningekuulizia Mungu hatungekuwa na shida. Ni vile sikukuulizia wewe, sikukuweka mbele, ndio maana niko hapa kwa hii mateso. Kumwambia Bwana akusamehe na kutakase. Na Mungu wetu ni wa huruma. Ukilalua roho yako analaili mabaya, analeta mema. Because most of the problems we have, the consequences, then they are the outcome ya sisi kutokuweka Mungu mbele. Tunaenda kivyetu. Ni vizuri mpendo ukifika kwako utakuta nafasi, angalia mambo yako, shida zako, mwambie tu Mungu wazi, kama ningekuweka mbele singefika hapa. Kama ningekuweka mbele singepata hii aibu. Singefukuzwa kwa ndoa kama ningekuweka mbele. Ni vile sikukuweka mbele, ndio maana yamenipata haya. Na umlilie Mungu, mwambie nisamehe. Nisamehe tu na unihurumie. Kuna mtu mmoja ambaye anaitwa Yabesi. Yabesi alifika mahali mama yake akamzaa kwa uchungu, na akasema akamzaa kwa uchungu na akamwita Yabesi. Lakini siku moja Yabesi alifika mahali bali asema Yabesi akaomba Mungu, akalilia Mungu, akaambia Mungu, ikikupendeza unibariki na mkono wako tuwe juu yangu, angalau yasinipate mabaya. Hatimaye anasema Mungu akamsikia na akamsaidia. Na si wewe ungeomba Mungu. Sisi ndio kuna amekupa mafundisho. Mashina zile uko nazo maishani nyingi ni kwa sababu haukuwahi uzisha Mungu. Haukuwahi weka Mungu mbele. Sasa enda mulilie Mungu. Mwambie Mungu, hii mambo hii na hii na hii shida ya kazi hii na hii ya ndoa ni kwa sababu nilienda kivyangu. Niliuliza marafiki. Sikuwahi kuuliza wewe. Maana kama ningekuuliza Mungu hasingewahi ifika hivi. Mwambie Mungu, nisamehe, forgive me. Unitakase na unibadilishe. Unirekeshe yale maisha uliniumbia. Na Mungu ni wa huruma, ni wa neema, atakusaidia. Kwa sababu ya uja wangu, kwa neema ya Mungu mimi nafika. Aliyeandikiwa kusikiliza amesikiliza. Bwana wa amani akubariki sana, akusaidie na pia akufungue macho upate hekima zaidi ya hayo nimekufundisha leo. Kwa jina la Yesu nataka tuweze kuomba. Hata hapo ulipo tu unaweza unganika nami kwa imani. Mungu wetu mkono wake sio mfupi. Hata masaa haya anaweza kukusikia tu hapo ulipo na akakusaidia. Ukafika kwako ukaona utukufu. Mungu anaweza kukusikia na akakusaidia. Kwa hivyo napoomba na wewe karibu tu uzungumze na Mungu ndani ya roho yako tu. Si lazima uongee kwa sauti. Unaweza ongea tu na Mungu ndani ya roho yako. Kamwambia tu Mungu, hapa ni shida. Ni mimi. Ni ujinga wangu, sikukuweka mbele. Mwambie tu Bwana, nisamehe na unirejeshe. Mungu ni wa huruma. Anaweza kukuhurumia masaa haya na akakusaidia. Tuamini tu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa neno lako la siku ya leo. Asante Bwana kwa wale umegusa wakasikiliza. Bwana Yesu, neno lako ulipambanue ndani ya wasikilizaji, wakalielewa kuliko vile nimehubiri. Kiwango cha wao kubadilika na kuona uzuri wako. Na sifa na utukufu zitakurudia Bwana. Kwa sababu tuko mbele zako Jehova. Sisi tumepungukiwa na haki yako. Hatustahili mbele zako. Lakini wewe ni Mungu wa huruma, na pia wewe ni Mungu wa nafasi ya pili.
tunaweka roho zetu kwako, tukiomba tu msamaha Jehova. Tuna matatizo mengi katika maisha yetu, lakini mengi yake ni kwa sababu ya kutokuweka mbele yetu. Hatukuweka mbele, ndio maana tunateseka. Utusamehe tu Jehova, ututakase na uturejeshe katika njia. Zile shida zimetupata kwa sababu ya ujinga wetu. Bwana Yesu, katutatulie na utujalie neema, tusikuweke nyuma, tusikusahau katika maisha yetu, tusifanye mambo bila wewe Jehova, tusiwafuate wanadamu kuliko wewe, tusije tukafika katika majuto. Tujalie neema ya kukuweka mbele kwa kila jambo, ili tuone furaha tele na uzima ambao umetuandalia Bwana. Asante kwa maana unaweza mambo yote. Mahali hapa Yesu tawala, walionisikiliza unawajua vyema, roho zao unazielewa. Bwana Yesu, katembea ukitenda mema, ukitukuze kwa yule amejisalimisha kusikia hili neno, akaona mabadiliko ndani ya maisha yake, na sifa na utukufu zitakurudia. Tunakataa mipango ya shetani, njama za waganga na wachawi, miinuko yote ya giza tunakemea ipate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Masana wakati Jehova, kile hujapanga aliyepanga kimrudie mara 7 katika jina la Yesu Kristo. Bwana, mawazo yako mazuri na mipango yako mema itimie kwa maisha yetu. Tawala maeneo haya, ukatunze watu wa mahali hapa, bariki kazi zao, wana mahitaji mbalimbali. Yesu, waonekanie, wakuvumilia sauti hizi, wasiookoka waokoe, waliookoka wasimamishe. Bwana, na wale wanateswa, Baba ukawe mtetezi wao, na sifa zitakuwa ni zako. Tumekataa mipango ya shetani, ndoto mbaya Yesu ondoa, chochote kibaya ukatuondolee Baba. Kila mmoja atakapoondoka katika kwake salama, na sifa zitakuwa ni zako. Chochote cha kuinuliwa kinyume na injili hii ninakiita kifo katika jina la Yesu Kristo. I declare and decree, no weapon formed against us will prosper. Every tongue raising judgment, I condemn it katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, kwa maana umetenda. Damu yako itufunike na ikanene mema. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, kama vile uishivyo, mapenzi yako pekee yatimie sasa na hata milele, katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen and amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Kama una uwezo mpigie Bwana Yesu makofi mara ulipo. Kama una uwezo mpigie Yesu makofi mara ulipo. Hallelujah. God bless you. Mungu amani akubariki sana, akutendee mema. Yale umesikia weka ndani yako, yatafakari sana. Ujiwalo ni baya usitende. Kama unapitia shida, vumilia, endelea kuomba Mungu, na ukiomba Mungu mwambie ukweli wako wote, na yeye ni mwaminifu, ataweza kukusaidia. Wale ambao wanapatikana mtandaoni, unaweza kutupata Holyway Kenya. Kama unapatikana mtandaoni, unaweza kutupata Holyway Kenya, na ikawa ni baraka sana. Kama una mahali pa kwenda ibada,